Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo ya sherehe ya Epifania au tokeo la Bwana. Somo letu la kwanza siku ya leo ni kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 aya ya kwanza mpaka aya ya 6, huku somo la pili ni waraka wa mtume Paulo kwa Efeso sura ya 3 aya ya 2 mpaka ya 3 na ile aya ya 5 mpaka ya 6, huku somo la injili siku ya leo ni injili ya Mathayo sura ya 2 aya ya kwanza mpaka aya ya 12. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na niwaombe na kuwakaribisha wale ambao bado hamjasubscribe katika chaneli hii, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utafanyika mwanafamilia wa chaneli hii. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Leo kanisa linasherehekea siku ya Epifania. Sherehe ya Epifania inajulikana kama sherehe ya tokeo la Bwana, inajulikana vile vile kama Epifania au Theophany au Dia de los Reyes au Denha au Krismasi ndogo au Timkati au Iframasi au Eid Aligitasi au Eid Aliquidasi au Imela Toni Foton. Hayo yote ni majina ambayo yanayorejelea sherehe hii ya Epifania. Neno Epifania limetokana na neno la Kiyunani cha Kikoine Epifanei. Neno hili lina mzizi wa neno fainei likiwa lina tafsiri ya kutokea, kujifunua, kujionyesha au kujipambanua. Sherehe hii ya Epifania huadhimisha kujifunua kwa Mungu katika nafsi ya pili ya Mungu Mwana katika umbo la kibinadamu mbele ya wapagani, watu wasiokuwa Wayahudi wakiwakilishwa na mamajusi. Mamajusi hawa walikuwa ni wataalamu wa elimu ya nyota, walioongozwa na nyota mpaka kufika eneo ambalo mtoto Yesu alilozaliwa. Mamajusi hawa hawatajwi kwa majina katika Biblia, lakini mapokeo yanatuambia ni Melkioli kutoka Uturuki, Balitazari kutoka Mongolia na Gaspari kutoka Ethiopia, waliokwenda kwa mfalme wao aliyezaliwa wakiwa na zawadi za dhahabu, uvumba pamoja na manemane. Sherehe ya Epifania ni miongoni mwa sherehe tatu kongwe katika kanisa pamoja na sherehe ya Pasaka na sherehe ya Noeli. Sherehe hii ilianza kuadhimishwa na Wakristo wa Kiyunani mwaka wa 200 baada ya Kristo. Walilisherehekea kwa pamoja na sherehe ya kubatizwa kwa Bwana, wakikesha usiku kucha, wakisali na kusoma neno la Mungu, hususani Injili takatifu. Kufikia mwaka wa 354 sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana ilikuwa imekwisha kuadhimishwa tarehe ya 25 ya mwezi Desemba. Hivyo tarehe ya 6 ya mwezi Januari ilipangwa iwe ni siku ya sherehe ya Epifania, ubatizo wa Bwana na sherehe ya harusi ya Kana, na adhima hiyo ilipitishwa na mkutano wa Tours nchini Ufaransa mwaka wa 567. Na kuanzia mwaka wa 1893 mpaka mwaka wa 1955 sherehe ya Epifania ilikuwa ikiadhimishwa kwa mfululizo wa siku 8 ambazo zilijulikana kama Oktava ya Epifania, kuanzia tarehe 6 ya mwezi Januari mpaka tarehe ya 13 ya mwezi Januari. Dominika yoyote iliyoangukia katika Oktava ya Epifania ilipaswa kuadhimishwa sherehe ya familia takatifu. Na mwaka 1955 Baba Mtakatifu Pius wa 12 alisitisha Oktava hiyo, na mwaka wa 1966 baada ya mabadiliko yaliyofanywa kwa upande wa kalenda ya kiliturujia ya Kirumi, mabadiliko hayo yaliondoa rasmi Oktava ya Epifania na kufanya iwe inaadhimishwa Dominika inayofuata baada ya sherehe ya familia takatifu. Kwa kifupi, hiyo ni historia ya sherehe ya Epifania. Na tukianza somo letu la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 aya ya kwanza mpaka aya ya 6. Tunafahamu ya kwamba baada ya Ahazi
kuwa ametawala mfalme aliyefuata alikuwa ni Hezekia aliyetawala mwaka wa 715 mpaka mwaka wa 685. Kisha akaja mfalme Manase aliyetawala mwaka wa 685 mpaka mwaka wa 642. Kisha mfalme Amon aliyetawala mwaka wa 642 mpaka mwaka wa 640. Akaja mfalme Josia aliyetawala mwaka wa 640 mpaka mwaka wa 609. Kisha akaja mfalme Yoahazi aliyetawala kwa kipindi cha mwaka mmoja, mwaka wa 609 pekee. Kisha akaja mfalme Jehoyakim aliyetawala mwaka wa 609 mpaka mwaka wa 598. Na baada ya hapo akafuatiwa na mfalme Jehoyakini aliyetawala mwaka wa 597. Joakini alitawazwa kuwa mfalme wa Yuda akiwa na umri wa miaka 18 na akatawala kwa kipindi cha miezi mitatu pekee. Ufalme wa Yuda ulivamiwa na mfalme Nebukadneza wa Babeli mwaka wa 597 kabla ya Kristo. Mfalme Joakini pamoja na Wayahudi wapatao 10,000 walichukuliwa mateka wakapelekwa utumwani Babeli kwa kipindi kisichopungua miaka 48 mpaka mwaka wa 538 kabla ya Kristo walipoachiwa huru kwa amri ya mfalme Silas mkuu wa Persia aliyeiangusha dola ya Babeli wakati wa uvamizi wa Persia katika ufalme wa Babeli. Wakati wa uvamizi huo, mfalme Joakini pamoja na wafanyakazi wake wa mfalme na wafanyakazi wa mahakama ya kifalme pamoja na Wayahudi wenye nguvu wapatao 10,000 walipelekwa utumwani. Hekalu lilivunjwa na Nebukadneza mwaka wa 586, na baada ya mfalme Joakimu alikuchukuliwa mateka, mfalme aliyefuata alikuwa ni Zedekia ambaye alitawala kwa uangalizi wa Nebukadneza. Na yeye mwaka wa 586 alipofanya majaribio ya kumpindua Nebukadneza, basi adhabu kali ilimkuta. Alichukuliwa kupelekwa utumwani mpaka mauti alipomkuta. Huko mwanaye wa Zedekia alichinjwa kwa kukatwa kichwa. Kwa hiyo taifa zima lilikuwa katika hali ya majonzi makubwa. Kipindi chote hiki kilikuwa ni kipindi cha maombolezo, kipindi cha majonzi na kipindi cha toba. Na mwaka wa 538 Silas mfalme wa Persia aliwakomboa Wayahudi akiuangusha ufalme wa Babeli na akawaruhusu Wayahudi kurudi nyumbani. Siku hii inahesabika kama siku ya uhuru kwa Wayahudi na ilikuwa ni siku ya furaha kubwa sana kwa Wayahudi kwa sababu ukombozi wao sasa umekwisha kuwasili. Katika somo letu la kwanza, Mwenyezi Mungu anawafariji watu wake waliotoka katika machungu ya utumwa wa Babeli. Maisha yao kwa kipindi hiki yalikuwa ni maisha yaliyojawa na kiza kikuu. Wasielewe hatima ya maisha yao ni ipi. Hekalu lao limekwisha kuvunjwa, mazingira yao yote kwa ujumla si mazingira walioyazoea, na ni muda mfupi tu wamerudi kutoka utumwani Babeli. Kwa hiyo maisha yao kwa ujumla yalikuwa ni maisha yaliyojaa hofu, maisha yaliyogubikwa na giza na kadhalika. Katika somo hili Mwenyezi Mungu anawaahidia ya kwamba atakuja Masia atakayewasaidia kuwarudisha katika nuru na kuwatoa kutoka katika giza lililotawaliwa na hofu, lililotawaliwa na maumivu, lililotawaliwa na machungu. Na Masia huyu atakuwa ni mkombozi kwao. Lakini sasa Masia huyu atakayekuja hatakuwa ni mkombozi kwa Wayahudi peke yake, lakini atakuwa ni mkombozi, atakuwa ni msaada na atakuwa ni kimbilio kwa watu wote wa mataifa yote, wa kabila zote, wa rangi zote. Mwenyezi Mungu hatakuwa na ubaguzi wala upendeleo kwa Wayahudi peke yake. Anamleta Masia ambaye atakuwa ni mkombozi kwa watu wa mataifa yote. Ahadi sasa ya ukombozi wa wanadamu wote wa mataifa yote, sio tu kwa Wayahudi peke yake, imeanza kujidhihirisha kutoka katika maaguzi ya nabii Isaya sura ya 60 aya ya 1 mpaka aya ya 6. Mwenyezi Mungu atafanyika Mungu wa kila mmoja, kila mtu wa mataifa yote, makabila yote, wa rangi zote.
hatakuwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Wayahudi peke yake, lakini atakuwa ni Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wanadamu wote. Na somo la pili ambalo linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 3 aya ya 2 mpaka aya ya 3 na ile aya ya 5 mpaka ile aya ya 6. Waraka kwa Waefeso pamoja na waraka kwa Wafilipi na waraka kwa Filemoni, hizi ni nyaraka ambazo zinajulikana kama nyaraka za kifungoni, ambazo zimeandikwa kati ya mwaka 61 baada ya Kristo mpaka mwaka wa 63 baada ya Kristo. Na zinaitwa nyaraka za kifungoni kwa sababu aliziandika Mtume Paulo akiwa kifungoni huko Roma. Efeso ilikuwa ni makao makuu ya provinsi ya Asia ndogo. Katika mji huo kulikuwa na hekalu lililokuwa linajulikana kama hekalu la Diana, ambalo watu walikuwa wakienda kwa ajili ya kuabudu kutoka katika sehemu mbalimbali. Mtume Paulo alihubiri na kufundisha na kuanzisha kanisa katika mji huo wa Efeso, na aliwaongoa wengi kwa muda wa miaka 2, lakini akifundisha kwa vipindi viwili tofauti. Akiwa kifungoni anaandika waraka huu, kisha anamtuma Tikikusi akawapelekee waamini wa kanisa la Efeso, akiwasihi wa Efeso ya kwamba wanapaswa washike imani yao barabara, akiwaonya ya kwamba wajitahadhari na wajiepushe na mafundisho ya walimu wa uongo waliokuwa wakieneza mafundisho ya uongo katika mji wa Kolosai, mji wa Efeso na miji mingine mbalimbali. Kwa hiyo Mtume Paulo katika waraka huu kwa ujumla anawasihi na anawahimiza na anawakataza waamini wa Efeso wasishiriki katika kusikiliza mafundisho ya uongo, lakini vile vile wasiwaamini walimu wa uongo pamoja na mafundisho ya uongo. Jambo la msingi ni kwamba wanapaswa wabaki katika mafundisho ya kweli kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe amewafundisha. Na mafundisho haya ya ukweli ni yapi? Kutoka katika sehemu hii sasa ambayo tumesikia waraka huu wa Mtume Paulo wa Efeso, Paulo anafundisha na kuwakumbusha ya kwamba ahadi ya kuja kwa Masihi sio ahadi ya Wayahudi peke yake, bali ni ahadi ambayo imetolewa kwa watu wote wa mataifa yote, ya kwamba Masihi atakapokuja haji kwa ajili ya Wayahudi peke yake, lakini anakuja kwa ajili ya watu wa mataifa yote. Hivyo basi, mbele ya Mungu watu wote ni sawa. Sisi sote ni warithi na ni washiriki wa ahadi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, tokeo la Bwana halikuwa kwa ajili ya Wayahudi peke yake. Kuzaliwa kwa Yesu si kwa ajili ya Wayahudi peke yake, lakini ni kwa ajili ya watu wote. Na leo basi tunavyoadhimisha tokeo la Bwana, Mwenyezi Mungu hujifunua kwa watu wote wa mataifa yote. Tunaadhimisha vile vile upendo wa Mwenyezi Mungu alionao kwa watu wote. Sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna aliye bora zaidi ya mwingine. Sisi sote tuko sawa. Upendo ambao Mwenyezi Mungu alionao kwa watu wake hauna mipaka, hauna ubaguzi. Anawapenda watu wote. Na Masihi basi atakapokuja kuhukumu ulimwengu, hatohukumu kwa ubaguzi, atawahukumu watu wote wa mataifa yote, wa rangi zote, kwa mujibu wa matendo yao. Na baraka ambazo Mwenyezi Mungu huziachilia kwa watu, huziachilia kwa watu wote. Mvua inavyonyesha, hunyesha kwa watu wote bila ubaguzi. Jua linavyoangaza, linaangaza kwa watu wote bila ubaguzi. Hewa tunayovuta, tunavuta watu wote bila ubaguzi. Na Mwenyezi Mungu huyu ni Mungu wa wote bila ubaguzi, anawapenda wote, anasaidia wote na anawajali wote. Hivyo kutoka katika somo hili la pili, Mtume Paulo anajaribu kuwakumbusha Waefeso ya kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu wa watu wote, sio Mungu wa Yunani wala Mungu wa Ibrania, ni Mungu
wa wote, sio Mungu wa wapagani peke yake au Mungu wa watu wenye dini peke yake, ni Mungu wa watu wote. Lengo na nia ya Paulo katika barua hii ni kuwakumbusha ya kwamba wanapaswa wabaki imara katika mafundisho ya kweli, ya kwamba Mwenyezi Mungu huyu siyo mbaguzi, ni Mungu anayewapenda watu wote na ni Mungu aliyenuia kuwakomboa watu wote. Katika somo la Injili ambalo ni Injili ya Mathayo sura ya 2 aya ya 1 mpaka aya ya 12, tunasikia habari za mtoto Yesu amezaliwa Betlehemu ya Uyahudi na Bikira Maria. Hakuzaliwa kwa ajili ya Wayahudi peke yake, bali alizaliwa kwa ajili ya wanadamu wote, kama jinsi washuhudiavyo mamajusi wasiokuwa Wayahudi. Mamajusi waliongozwa na nyota kumfuata mtoto Yesu. Mamajusi walifuata nyota ili kuona nyota, lumeni lekurirunti rumene. Kwa kufuata mwanga wakaona mwanga, kwa kuona nyota wakapokea ujumbe, kisha wakaanza safari. Wakiwa njiani, nyota ilipotea, wakaenda mpaka Yerusalemu kwa mfalme Herodi, wakizani ya kwamba mtoto kazaliwa hapo. Lakini Roho Mtakatifu aliwaongoza na wakatambua maandiko ya kwamba mtoto hakuzaliwa Yerusalemu, bali alizaliwa Betlehemu. Hivyo wakashika njia, na hali wakiwa njiani tena kuelekea Betlehemu, wakaiona nyota iliyowaongoza mpaka Betlehemu katika mji wa Daudi. Walipoiona ile nyota, mamajusi tena walifurahi, kama tunavyoambiwa katika sura ile ya 10 ya Injili hii ya Mathayo, aya ile ya 10, sura ya 2 aya ya 10 ya Injili ya Mathayo. Nao walipofika Betlehemu, walimwona mtoto na Mariamu. Kumwona mtoto Yesu ambaye ni mfalme kazaliwa katika zizi la ng'ombe kilikuwa ni kishawishi kikubwa kwa mamajusi, lakini kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu waliweza kukiri ya kwamba huyu ndiye Masihi. Na fumbo hili si lepesi sana, na alikuwa lepesi sana kwa mamajusi kulielewa. Masia ambaye waliyemtegemea anakuja, walitegemea ya kwamba anakuja Masia mwenye nguvu za kifalme. Kama ni hivyo, ilipaswa Masia azaliwe katika makao ya kifalme, lakini yeye akazaliwa katika hori la kulishia mifugo. Kwa hiyo mazingira hayo haikuwa ni jambo lepesi sana kwa mamajusi kulitambua na kulielewa, lakini wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliweza kuingia katika fumbo hilo, kulitafakari fumbo hilo na kuelewa na kutambua kwamba mfalme huyu amezaliwa katika mazingira ya horini. Wakamsujudia mtoto, wakamtolea zawadi zao za uvumba, dhahabu na manemane. Hivyo basi, ndugu zangu wapendwa, kutoka katika somo hili la Injili na katika masomo yote ambayo tuliyoyasikia siku ya leo, mambo yako matatu ya kutafakari. Jambo la kwanza ni moyo thabiti wa imani. Mamajusi walifunga safari ndefu sana kutoka katika sehemu mbalimbali za dunia. Nia na madhumuni yao ilikuwa ni kumuona mtoto Yesu. Safari yao haikuwa safari nyepesi, ilikuwa ni safari ndefu na yenye changamoto. Kwa vile mtoto aliyezaliwa alikuwa ni mfalme, walizani ya kwamba angezaliwa katika makao ya kifalme, lakini haikuwa hivyo, bali mtoto huyu alizaliwa holeni katika eneo la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo kitendo hiki kilikuwa ni kitendo cha kustajabisha sana, lakini waliweza kuelewa fumbo hilo ya kwamba kama jinsi ambavyo ukombozi wa mwanadamu kwa Mungu kuutwaa mwili na kujishusha kuwa mwanadamu kilikuwa ni kitendo cha kinyenyekevu, vile vile hata kitendo cha kuzaliwa kilipaswa kiwe kitendo cha unyenyekevu. Kwa hiyo sisi kwetu ukombozi wetu uko katika misingi ya unyenyekevu. Mwenyezi Mungu alijishusha kutoka katika umungu wake na kuwa mwanadamu, alinyenyekea, ni kitendo cha unyenyekevu. Katika mazingira aliyozaliwa
holini, sehemu ambapo wanalishwa wanyama. Mazingira hayo ilikuwa ni kitendo vile vile cha Mungu kujinyenyekeza zaidi. Angeweza kuzaliwa katika mazingira yenye ufahari mkubwa, lakini alichagua zaliwe holini. Alijinyenyekeza. Maisha yake kama mwanadamu hapa duniani hakuishi maisha ya kimungu wala maisha ya kifahari. Aliishi maisha duni, maisha ya chini. Alijinyenyekeza, na hata kitendo chake cha kukubali yeye kufa msalabani ni kitendo cha unyenyekevu. Amejinyenyekeza ili sisi tuweze kukombolewa. Kwa hiyo katika mazingira yote, kuanzia kuzaliwa kwake, kukua kwake, mpaka kufa kwa Yesu msalabani, kilikuwa ni kitendo cha kujishusha na kujinyenyekeza. Kwa hiyo kulielewa fumbo hilo la unyenyekevu la Yesu Bwana wetu Masia kunahitaji mwanga wa Roho Mtakatifu, kwamba aliweza kujinyenyekeza akajishusha. Na sisi vile vile ni mwaliko kwetu kwamba tunapaswa tujinyenyekeze. Moyo huu thabiti wa imani wa Majusi ndio ambao uliowasukuma wao kutambua ya kwamba huyu aliyezaliwa, huyu aliyelazwa katika holi hili la kulishia wanyama ni Mungu kweli na ni mwanadamu kweli. Kwa hiyo wajinyenyekeza. Changamoto hiyo ya kwanza ya kimani waliweza kuishinda, lakini changamoto nyingine ya pili ilikuwa ni kupotea kwa nyota. Na mamajusi vile vile walipotea, wakaenda mpaka Yerusalemu kwa Herodi ambaye alikuwa amenuia kumuua mtoto, lakini walishinda, na maagizo ya Herodi hawakuyatimiza, ambaye aliwaambia kwamba baada ya wao kuwa wamemwona mtoto wangepaswa kurudi kumpa taarifa Herodi ya kwamba wamemwona mtoto na Herodi aende kumsujudia. Lakini nia na lengo la Herode lilikuwa ni kwamba apate taarifa wapi mtoto alipo na ni mtoto yupi, kisha aende kumuua mtoto huyo. Lakini mamajusi waliweza kushinda hiyo safari hii, japokuwa kuwa ni ndefu. Wametoka sehemu mbalimbali, wametembea umbali mrefu, wamechoka adha za safari, lakini hawakurudi nyuma. Walikwenda moja kwa moja mpaka eneo ambalo amezaliwa mtoto Yesu. Hali kadhalika na sisi pia, unavyoamua kuamini, usirudi nyuma. Lisiwepo jambo lolote litakalo kurudisha nyuma katika imani yako. Ukisha kaza uso wako kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa njia ya imani, jibidishe zaidi katika imani, wala usirudi nyuma. Na jambo la pili, fata nyota iliyo njema. Dunia siku hizi ina walimu wengi, tena walimu wa uongo. Wako wanaodai wao ni watabiri wa nyota. Ukiwa umezaliwa kwa tarehe hiyo ambayo umezaliwa, wako walimu wanaosema wewe nyota yako itakuwa ni nyota fulani, aidha nyota ya nge, nyota ya ng'ombe, nyota ya pumba na kadhalika. Na wengine walimu hao wako wanaorudisha nyota zilizopotea. Lakini jambo la ajabu ni kwamba hawasemi zimepotelea wapi wala wanazirudisha kwa utaratibu gani. Kwa mujibu wa mafundisho yao, nyota hizo ni kama vile nyota za biashara, elimu, pesa, mafanikio na kadhalika. Wanaaminika pia wao ni walimu wazuri wa kusoma nyota. Wanaweza vile vile kurudisha nyota ambayo imeibiwa, nyota ambayo imefubaa, au nyota ambayo imepotea. Jiepusheni na uzushi wa walimu hao waongo. Katika sayansi ya unajimu na nyota hakuna mafundisho hayo. Ni habari za kufikirika na ni habari za kuzaniwa. Mamajusi walitumia elimu yao ya nyota kuifata nyota mpaka wakamuona mtoto Yesu. Hakuna nyota ya biashara, nyota ya elimu, nyota ya pesa, nyota ya mafanikio. Hizo ni habari za kutungwa na ni habari za kufikirika. Tumia nafasi ambayo ulionayo kumfuata mtoto Yesu. Mamajusi walitumia elimu yao. Tumia elimu yako vile vile kumfuata mtoto Yesu, ikuelekeze wapi Yesu alipo. Nyota ya kweli na iliyo njema itakayokupeleka katika eneo ambalo Yesu yupo ni kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Hilo ndio iwe nyota yako, ikuongoze
kuishi vyema mpaka kumwona Yesu, ikuongoze katika taratibu njema za maisha katika kumwona Yesu, na ni kanisa hilo hilo litakalo kuongoza katika mapendo kwa jirani ili uweze kumwona Mwenyezi Mungu, litakalo kuongoza katika kusaidia maskini ili uweze kumwona Mwenyezi Mungu, litakalo kuongoza katika imani thabiti ambayo itakayo kupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Kanisa hili ndilo nyota ya kweli. Msidanganyike wala msirubuniwe na walimu wa mafundisho ya uongo ya kwamba kuna nyota. Hizo ni habari za kufikirika zisizo na ukweli ndani yake. Jambo la tatu, mtafute Yesu uwezavyo. Usiridhike kwenda kanisani Dominika kisha ukarudi nyumbani ukaridhika hapo. Jibidishe zaidi kumtafuta Mwenyezi Mungu. Mtafute Yesu kwa nguvu zako zote kadri ya jinsi unavyoweza. Ukipata muda, shiriki katika semina, shiriki katika mafungo, shiriki katika hija, shiriki katika sala mbalimbali, shiriki katika novena mbalimbali. Hiyo yote ikusaidie wewe kujijenga, kuwa na nguvu zaidi kumtafuta Mwenyezi Mungu kadri ya jinsi unavyoweza. Weka bidii zaidi katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Soma maandiko matakatifu, tafakari maandiko matakatifu, hudhuria semina, hudhuria mafungo na novena mbalimbali na sala mbalimbali. Vyote hivyo vikujenga na vikuelekeza katika mafundisho ya kweli ambako unaweza ukamuona Mungu. Na jambo la nne la mwisho, epuka ile hali ya Herode. Herode alimtafuta mtoto Yesu ili aweze kumuua. Yapo mambo mbalimbali kabisa ambayo yanaweza yakamuua mtoto Yesu ndani ya nafsi zetu. Epukana nayo. Epukana na ubaguzi, epukana na uchochezi, epukana na dhambi na mengine yote yasiyofaa, ili mtoto Yesu aweze kupata mazingira safi ndani ya moyo wako, aweze kuishi ndani ya moyo wako, na utende sasa kama mtu ambaye ndani ya nafsi yako yuko mtoto Yesu. Ile hali ya Herode ya kutaka kumuua mtoto isiwemo ndani ya nafsi yako. Kusiwe kuna hulka au matendo yanayopingana na mtoto Yesu, ambayo kwa lugha ya kifasihi tunaweza tukasema matendo hayo yanamuua mtoto Yesu au yanamuondoa mtoto Yesu ndani ya nafsi yako, bali yawe ni matendo ambayo yanampa mazingira mema mtoto Yesu aweze kukaa huko, matendo ambayo yanaongozwa na hofu kwa Mungu, yanaongozwa na imani kwa Mungu, yanaongozwa na upendo kwa Mungu na kwa jirani. Na katika hayo mtoto Yesu anapata makao salama ya kukaa na kuishi ndani ya mioyo yetu, na matendo yetu sasa ya nje yawe ni matendo ambayo yanaonyesha kweli mtoto Yesu amezaliwa ndani ya nafsi yetu. Katika tafakari ya leo, ni mimi Padre Kefa, jimbo hili hili Katoliki la Geita. Niwatakie sherehe njema ya Epifania na Mwenyezi Mungu awabariki sana.